Naam, sasa ni majira ya jioni maeneo yote mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo na ukanda nzima wa Afrika, lakini wenzetu wanapatikana huko Ulaya wanaelekea majira ya asubuhi. Sasa nasema ujambo na karibu mara tena kuweza kuambatana nasi katika habari zetu za jioni ya leo, ikiwa ni tarehe 17 mwezi wa pili mwaka wa 2026. Kutokea mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, hii ni Amani TV Media, kituo bora cha matangazo ambacho kimekuletea habari za ukweli na za uhakika kuhusu yale ambayo yanaendelea kujiri mashariki mwa DRC, jimboni Kivu Kusini, lakini pia jimboni Kivu Kaskazini. Matangazo yetu tunayapata moja kwa moja kupitia mtandao wa YouTube pamoja na Facebook. Ukiandika Amani TV Media hapo unajiunga nasi, lakini pia kwa Shabunda unatunasafima kupitia Radio Mutula FM. Mtangazaji wako si mwingine bali ni mimi Ramsey Ramadhani, na kualika na moyo mkunjufu kuweza kujiunga nasi upate kufahamu yale ambayo yanaendelea kuripotiwa uko kwenye uwanja wa mapambano. Na bila shaka natumai kwamba utakuwa salamu salimini popote uliko. Nasema shukrani za dhati zije kwako kwa kuweza kutuchagua sisi kuwa media yako muda wote, na nakukaribisha mara tena kuweza kuambatana nasi katika habari hizi za jioni ya leo, upate kujua kile ambacho kinaendelea kujiri kwenye uwanja wa mapambano. Maana kadri saa zinavyozidi kusonga, mambo yanazidi kubadilika kwenye uwanja wa vita. Na habari kuu tulionayo jioni ya leo ni kwamba mapigano makali yameripotiwa kuzuka katika eneo la Katoi lililoko ndani ya wilayani Masisi katika uchifu wa Bashele Mokoto mkoani Kivu Kaskazini mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Kwa mujibu wa vyanzo vya ndani, mapigano hayo yalihusisha wapiganaji wa Zalendo wanaoongozwa na Jenerali Mutayomba dhidi ya wahasi wa AFC M23. Taarifa zinaeleza kuwa wazalendo walishirikiana bega kwa bega na jeshi la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo FARDC katika operesheni hiyo ya kijeshi iliyolenga kurejesha udhibiti wa eneo hilo. Vyanzo hivyo vinaeleza kuwa baada ya mapigano makali yaliyochukua saa kadhaa, muungano wa wazalendo pamoja na jeshi la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo FARDC ulifanikiwa kudhibiti na kuteka tena mji huo wa Katoi ambao ulikuwa ukishikiliwa na wahasi wa AFC M23. Inaripotiwa pia kuwa katika operesheni hiyo ndege zisizo na urubani maarufu kama droni zilitumika kwa ajili ya upelelezi wa anga na kutoa taarifa za mienendo ya adui, jambo lilochangia kwa kiasi kikubwa mafanikio ya operesheni hiyo. Hata hivyo, katika operesheni hizo za kijeshi, taarifa zinaeleza kuwa wanajeshi wawili wa wahasi wa AFC M23 waliweza kukamatiwa mateka kipindi cha mapigano. Wakusaidia baone kama utatunziwa namna gani. Ndio. Utatunziwa haina hata problem. Dotasio ile mnavua. Ndio walikuwa tupatia chance. Mnaitika mnatoka chanzo mnakuwa nifuata hapa kwenye. Fanda watu kule walikufa kule na njala, kukula kule kuni fimbo. Hamuna chance ya kunifuata hata kidogo. Kutunziwa kule kunako ni fimbo, kila kitu ni fimbo. Hamuna chance ya kunifuata. Ndabamalizia hapa tu. Mwisho na mwisho ilifo mutaishia hapa. Okay, sawa, merci. Okay. Mashuhuda wanasema kuwa milio ya silaha nzito na nyepesi ilisikika kwa muda mrefu, huku baadhi ya wakaaji walikimbia makazi yao kwa hofu ya kuathiriwa na mapigano. Baadhi ya familia ziliripotiwa kukimbilia maeneo jirani wakitafuta hifadhi wa muda. Hadi sasa hakuna takwimu rasmi iliyotolewa kuhusu idadi ya waliouawa au majeruhi katika mapigano hayo. Vilevile mamlaka za mkoa hazijatoa tamko rasmi kuhusiana na mateka hao ambao mpaka sasa wapo chini ya udhibiti wa vikosi vya wazalendo. Eneo la Masisi limekuwa likishuhudia mapigano ya mara kwa mara kati ya jeshi la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo likishirikiana na wazalendo dhidi ya wahasi wa AFC M23, hali inayozidi kuathiri maisha ya raia. Mapigano hayo ya mara nyingine yamesababisha watu kuyahama makazi yao, kusimamisha shughuli za kiuchumi na kuzorotesha hali ya kibinadamu. Kwa sasa hali ya usalama katika eneo la Katoi inaelezwa kuwa bado ni ya tahadhari, huku vikosi vya serikali vikiripotiwa kuimarisha ulinzi ili kuzuia mashambulizi ya upinzani ya kulipiza kisasi na kuhakikisha udhibiti wa eneo hilo unabaki mikononi mwao kikamilifu. Na tukitoka kwa jimboni Kivu Kaskazini, moja kwa moja jelekeze huko tarafani Uvira, ambako wapiganaji wa Zalendo katika eneo la Uvira mkoani Kivu Kusini wametangaza kuanzisha operesheni maalum ya kusafisha na kudhibiti maeneo yote milima mirefu ya tarafani Uvira kufuatia mashambulizi yaliyotekelezwa na kundi la Ngomino Turaneo
linaloshirikiana bega kwa bega na waasi wa AFC M23. Kwa mujibu wa taarifa kutoka vyanzo vya ndani, mashambulizi hayo yalilenga ngome za jeshi la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo FARDC pamoja na nafasi za uzalendo katika baadhi ya maeneo ya kimkakati. Mapigano hayo yanadaiwa kutokea jana na kusababisha taharuki kubwa miongoni mwa wakazi wa vijiji vya milimani. Baada ya mashambulizi hayo, viongozi wa uzalendo upande wa Uvira walitangaza kuhamasisha vikosi vyao kuelekea moja kwa moja katika uwanja wa mapambano, wakisema kuwa lengo ni kuhakikisha usalama wa eneo hilo na kuzuia adui kuimarisha uwepo wake katika safu za milima mirefu ambayo ina umuhimu mkubwa wa kijeshi na kimkakati. Wakielekea kwenye uwanja wa vita bila kutaja wapi walipo, au hapa wazalendo wasikilize. Kikosi ambacho mnakiona ni kikosi ambacho kinaitwa Force Speciale. Force Speciale ambayo inaongozwa na Kamanda Generale Ngomanzito Kalembe, ambaye anasimamia hiki kikosi ambacho kinaenda katika shamba la vita. Na komanda d'operation ni Omari na Mtaga, ndo komanda d'operation wa Force Speciale, na yeye ndo anaongoza hiki kikosi hiki ambacho kene mnaona kinapanda kwenda njia ya Ndegu. Hii ni direction kwenda Ndegu ambako adui amejipiga kukifua, na hiki kikosi kama vile mnavyokijua kinapambana sana kabisa kama vile mnavyokitegemea. Hiyo ni Force Speciale yake Ngomanzito Kalembe, ndo anasimamia hiki kikosi kome general, na komanda ambaye anaongoza katika shamba la vita ni Omari na Mtaga, ndo komanda d'operation. Ndiyo, courage sana. Hao wanajeshi wote ambao mnaona ni miungano ya wajenero mbalimbali, ambapo mko wanajeshi wa Mishake, mko wanajeshi wa Ngomanzito, mko wanajeshi wa Omari na Mtaga, mko wanajeshi wa James, mko wanajeshi wa Nyerere, mko wanajeshi wa Kamama, mko wanajeshi wa Patriote. Hiki kikosi chote ambacho mnakiona ni Force Speciale, ni muungano ya wagenerale mbalimbali, na ambaye anasimamia hiki kikosi chote ni Ngomanzito, na komanda d'operation ni Omari na Mtaga. Ndo huyo ambaye hapo mnamuona, ndo Omari na Mtaga, huyo anaenda kwenye shamba la vita Ndegu. Hiki kikosi chote ndo anakisimamia na anakiongoza. Hiki ni kikosi ambacho Omari na Mtaga, komanda d'operation. Huyo ni Merida, huyo anaenda kwenye shamba la vita. Komando hawa kameleo changer couleur. Komanda wanzi togoti. Tobeta bango lukuluna. Hao wote ni kikosi ambacho nilikuwa nawaonesha, ambacho kinaenda katika shamba la vita, ambacho kinaongozwa na Omari na Mtaga. Na mimi ambaye niko nazungumuza ni porte parole Yusufu Salumu Celeste, ambaye tunaenda nayo na kikosi hiki kwenye shamba la vita. Hao ni wengine wanajeshi ambao wako nyuma, wote tunapanda nao katika shamba la vita. Kikosi hiki hapo ni huyo hapo Yusufu Salumu Celeste, kama vile msemaji wa chama, porte parole huyo ambaye anaenda katika shamba la vita, na kikosi ambacho kinasimamiwa na Ngomanzito Kalembe, ndo general ambaye anasimamia coalition ya Force Speciale.
Na tukiachana na habari hizo kutoka tarafani Uvira, moja kwa moja jielekeze tarafani Fizi ambako tukio la kusikitisha limeripotiwa wilayani Fizi mkoani Kivu Kusini kufuatia tukio la kikatili lililotokea katika kijiji cha Basikalangwa. Kwa mujibu wa taarifa kutoka kwa vyanzo vya ndani, wanawake watatu waliokuwa wakielekea sokoni katika eneo hilo walianguka mikononi mwa watu wenye silaha wanaodaiwa kuwa wahalifu na kuwafanyia vitendo vya kikatili. Tukio hilo linatajwa kuwa limezua hofu na simanzi kubwa miongoni mwa wakazi wa kijiji hicho na maeneo mengine jirani. Inaelezwa kuwa tukio hilo lilitokea wakati wanawake hao walipokuwa njiani kuelekea katika shughuli zao za kila siku za kutafuta kipato ili kuendeleza maisha yao. Wakahaji wanasema hali ya usalama katika baadhi ya maeneo tarafani Fizi endelea kuwa tete, jambo linaloweka maisha ya raia hasa wanawake na watoto katika hali ya hatari kubwa. Tukio hilo limekemewa vikali na mratibu wa vuguvugu la machozi ya raia tawi la Fizi, Bwana Angale Isanganiro Bwangyo. Akizungumza kufuatia tukio hilo, ameeleza masikitiko yake makubwa na kulaani kitendo hicho, akisema kuwa ni ukiukwaji mkubwa wa haki za kibinadamu na udhalilishaji wa utu wa mwanamke. Ndiyo ndugu mtangazaji, hali isiyofuresha sisi raia ilijitokeza tariki 14 mwezi wa pili mwaka huu tunao wa 2026 katika kilima cha Basikalangwa vershene de Mitumba munjia ya kwenda kwa Twabile. Ndugu mtangazaji, mkwenda na Katete kuna mtoni moja iitwao Ichukwe. Ndani ya mtoni ule au juu ya ule mtoni kuna wazalendo wanaosemekana ni Biloz Bishambuke, njo wako pale kwa kufanya usalama wa raia. Lakini fazi hiyo ndugu mtangazaji, ilitendeka vitendo visizofurahisha sisi raia. Vitendo vile vilipopitika jioni ya siku ya 5 kuamkia siku ya 6, kuna watu waliokuwa wakienda kwenye soko ya Nakatete kufika kwenye mida ya 21h. Juu kuko fazi yenyewe anaenda kusoko pale, kuna fazi wenyewe anaenda kwenda kusoko pale kwenye tunaita Nakatete. Mumamida tu ya 21h ndugu mtangazaji, masasi lipigwa maeneo ile na watu wakasambaratika sana. Na masasi ile ilipolia sana ilileta insécurité totale mwa ile njia. Juu wakati ile masase ilipolia, kuna wamama watatu wa muji wa Rulenge walipokuwa pale wakajisambaratika na walisemeka kwa walikamatiwa vitu yao. Na kati ya wale wamama kuna mmoja ambaye alienda kutana na walifu wakamfanya kitendo cha ubakaji. Mama ule akaanza lia. Mekati ya wale walifu mama alisema kulikuwa walifu watatu, mmoja alikatala, wawili walifanya kile kitendo. Na mama ule alipokuwa akilia alishuka mpaka mumungini akakia leta information ya kusema vile vitendo vilitendeka pale vraiment sio vitendo ya kutufurahisha sisi raia, na walimbaka. Na sisi kama vile shirika la raia vuguvugu machozi ya raia tarafani Fizi, vraiment tunaomba kwa wakuu wa serikali watufanyizie ulinzi kubwa sana kwa ajili ya vitendo vibaya visiwe vinatendeka maeneo zile au visiwe vinatendeka mteritori ya Fizi mzima. Ni vitendo vinavyotuchokesha sana na sio vitendo vinavyofurahisha raia, hapana. Sisi tunajua tuna serikali letu na serikali letu litatufanyizia kazi ya kutafuta wahalifu wale kama ni wanani na watasikilizwa na watajulikana. Vraiment tunaomba kwa wakuu wa serikali wanaosikana na kazi ya ulinzi wafanye ile uchunguzi sana ili watu wapate kuwa na usalama ndani ya tarafa letu la Fizi. Ile ni ombi tunayoyaomba kwenye wakuu wa serikali kuanzia kwa wazalendo wote na wa FARDC. Donc watusaidie sana kwa kutufanyizia ulinzi uliokuwa timamu ndani ya watu ambapo waliokuwa wakitembea kwenda sokoni, wakitembea kufaa makazi zingine. Tunaomba hii yote vraiment wakuu wa serikali watusaidie kwa ile uchunguzi sana na kwa kutafuta wale walifu ni wanani, kwa sababu masasi hawezi kalia vile na vitu vya watu viporewe pale, na tunajua tuna wazalendo wakuu, tuna wa FARDC. Vraiment tunaomba watufanyizili kazi, watutafutie wale walifu na waadhibu
vraiment wazibu ile niombe tunaweza tukaiombe sisi kama vile shirika la raia vuguvugu machozi area tarafani Fizi. Ndugu mtangazaji, na tukijelekeza tena kwenye jimboni Kivu Kaskazini ni kwamba baada ya takriban mwezi mzima wa kukatika kwa mawasiliano, mitandao ya simu ya Airtel na Orange imerejea tena kufanya kazi katika eneo la Rutshuru mkoani Kivu Kaskazini. Huduma hizo zilianza kupatikana tena hiyo jana usiku tarehe 16 Februari mwaka wa 2026 majira saa 5 usiku, jambo ambalo limeleta nafuu mkubwa kwa maelfu ya wakaaji ambao walikuwa wakiishi katika maeneo hayo bila mawasiliano kupitia laini zao. Mwenzangu George Joking anaangazia tosha kuhusiana na taarifa hii. Kwa mujibu wa vyanzo mbalimbali, watumiaji sasa wanaweza kupiga simu na kupokea simu pamoja na kutumia huduma ya interneti. Ishara ya mtandao imethibitishwa pia kurejea katika baadhi ya maeneo ya kusini mwa wilaya ya Lubero, huku mchakato wa kurejesha mawasiliano ukiendelea hatua kwa hatua katika wilaya jirani ya Masisi. Ikumbukwe kuwa mitandao ya Airtel na Orange ikifuatiliwa na mtandao wa Vodacom ilikatazwa ghafla tangu tarehe 19 Januari mwaka 2026 katika wilaya ya Rutshuru na Masisi pamoja na maeneo kadhaa ya Nyiragongo, Lubero na Walikale. Kukatika huko kwa muda mrefu kuliwaacha maelfu ya wakazi katika hali ya kutengwa kidijitali, hali iliyoathiri mawasiliano ya kibinafsi, shughuli za kiuchumi na hata operesheni za kibinadamu. Hadi sasa hakuna maelezo rasmi yaliyotolewa kuhusu sababu halisi za kukatika kwa mtandao huo kwa kiwango kikubwa. Hata hivyo, kurejea kwa baadhi ya huduma kunaleta matumaini ya kurejea kwa hali ya kawaida ya mawasiliano katika ukanda huo. Katika mazingira ambayo yamekumbwa na hali tete ya kiusalama, suala la mawasiliano limechukua pia sura ya kidiplomasia. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeshtumu kampuni ya MTN Rwanda kwa kutoa huduma katika baadhi ya maeneo yanayodhibitiwa na waasi wa M23. Hali hii imeelezwa kuwa ya kutia wasiwasi kuhusu mamlaka na uhuru wa mipaka ya taifa hilo. Mji wa Kinshasa umetaja uwezekano wa kupeleka suala hilo katika taasisi za kimataifa. Hali hiyo imechochea biashara isiyo rasmi ya kadi za laini za Rwanda ambazo zinauzwa kwa bei kati ya faranga za kikongomani 10,000 hadi 12,000 kwa mujibu wa baadhi ya viongozi wa jamii wanaolalamika mwenendo huo. Hadi sasa wala mamlaka za Rwanda wala muungano wa Alliance Fleuve Congo unaohusishwa na M23 hawajatoa tamko rasmi kuhusu tuhuma hizo. Na tutamatisha taarifa yetu ya habari na habari isemazo kuwa Luteni Jenerali Sikabwe Asinda Fall aliyewahi kuwa mkuu wa majeshi ya nchi kavu ndani ya jeshi la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo FARDC na pia mratibu wa operesheni za kijeshi mkoani Kivu Kaskazini anatarajiwa kufika mbele ya mahakama kuu ya kijeshi leo hii tarehe 17 Februari mwaka wa 2026. Kwa mujibu wa taarifa zilizopatikana, Luteni Jenerali Sikabwe atafika mahakamani hapo kama shahidi wa kutoa taarifa katika kesi inayomkabili Luteni Jenerali Philemon. Kesi hiyo inasimamiwa na mkaguzi mkuu wa jeshi la FARDC ambaye ndiye mlalamikaji katika shauri hilo. Ushahidi wake unasubiriwa kwa hamu kubwa kutokana na uzito wa nafasi alizowahi kushika ndani ya jeshi, hususan katika kipindi ambacho mkoa wa Kivu Kaskazini ulikuwa ukikabiliwa na changamoto kubwa za kiusalama. Kama aliwahi kuratibu operesheni za kijeshi katika eneo hilo, maelezo yake yanatarajiwa kutoa mwanga zaidi kuhusu masuala yanayojadiliwa katika kesi hiyo nyeti. Wachambuzi wa masuala ya kijeshi na sheria wanaona kuwa kuwasilishwa kwa ushahidi wa kiongozi huyo wa zamani wa ngazi za juu kunaweza kuwa hatua muhimu katika mwenendo wa kesi hiyo ambayo inavuta hisia za umma na wanajeshi kwa ujumla. Hadi sasa maelezo kamili kuhusu tuhuma zilizomkabili Luteni Jenerali Philemon Yav haijawekwa wazi kwa kina mbele ya vyombo vya habari, lakini shauri hilo linaelezwa kuwa miongoni mwa kesi zenye uzito mkubwa ndani ya mfumo wa haki za kijeshi nchini humo. Mahakama Kuu ya kijeshi inaendelea na usikilizaji wa kesi hiyo katika mazingira ya uangalizi wa karibu, huku wadau mbalimbali wakisubiri kwa makini ushahidi na maamuzi yatakayofuata. Na mpendwa msikilizaji na mtazamaji wetu, na hapo ndipo tunaweka nukta katika habari zetu za jioni ya leo.
ambazo zimetokea moja kwa moja mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, na kusoma kwenye nami Ramsehi Ramadhani. Nasema asante kwa kuwa nasi, asante kwa kuweza kusubscribe channel yetu, kucomment, lakini pia kushare, ili uendelee kupata habari za ukweli na za uhakika kuhusiana na hali ya usalama mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Basi nakushauri kuweza kusubscribe channel yetu ili uendelee kuwa unakuwa nasi katika habari zetu za asubuhi, mchana na jioni, na kuaga kusema uwe na jioni njema. Bye bye.